Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, kumekuwepo na kilio maeneo mengi ya zile dawa mahususi kukosekana. Tuna hospitali nzuri na majengo mazuri na huduma nzuri za vipimo vinapatikana vya kisasa ambavyo mtu akipelekwa India anatumia vipimo kama hivi. Inatokea tuna madaktari wazuri na Mheshimiwa Rais ameelekeza ndani ya siku 100 waajiriwe wengine 5,000. Kumekuwa ikijitokeza mgonjwa anaonana na daktari bora kabisa, bingwa, vipimo vinaonesha, vinatambulika anachoumwa, inaonekana dawa ile mahususi anayotakiwa kutibiwa haipatikani hospitalini. Hili limekuwa likileta dosari na wagonjwa wakielekezwa wakatafute dawa kwenye kioski ama kwenye duka la dawa lililo jirani. Sasa hospitali kubwa kama hii inatakiwa iwe na duka la dawa na inatakiwa iwe na dawa zote ambazo ni za muhimu na zinahitajika. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, fuatilieni kitengo chenu kile kinachotafiti aina ya dawa, kifuatilieni vizuri, na bohari ya dawa yenyewe inaonunua inayoagiza dawa ifuatilieni vizuri, isije ikawa zinafanyika janja katika baadhi ya maeneo. Haiwezekani hospitali kubwa kama hii ikose dawa alafu duka la mtu binafsi tu yuko pale kioski kipate zile dawa. Kwa hiyo fuatilieni kitengo kinachotafiti ni aina gani ya dawa zinatakiwa Lindi zipatikane hizo. Kama duka binafsi linapata, hospitali inakosaje? Na bohari yetu inayoagiza dawa na yenyewe izingatie mgawanyo wa dawa. Kwa mfano leo hii ukienda ukarundika dawa nyingi za malaria ya Zanzibar, utakuwa hujatafiti, kwa sababu reti hiyo ya malaria walishaitokomeza. Kwa hiyo inawezekana kutafiti na kujua eneo fulani ni dawa gani zinatakiwa. Kwa hiyo hili Mheshimiwa Naibu Waziri, kitengo cha utafiti na bohari izingatie, kwa sababu ukienda kwenye takwimu za utoshelevu wa dawa 80%, 90%, 100%. Ukienda hospitalini kila mgonjwa anaelekezwa dawa hii haipo hapa, akatafute kwingine. Hili alikubaliki, na kwa kuwa tunaelekea kwenye bima ya afya ambayo tunataka watu watumie kadi, tunatarajia bima ile impe vyote pale hospitalini ambapo anaenda kutibiwa. Kwa hiyo